Na kutoka huko kwa Robert Malala sasa tuelekee hadi kwa Abraham Gadesha. Hii ni kaunti ya Kiambu ambapo wakulima wa kahawa kutoka viwanda vitatu vya Githobokoni, Igegania na Kiriko katika Gatundu Kusini wanakadiria hasara mamilioni ya pesa baada ya wahalifu kupora zaidi ya magunia 80 ya kahawa kutoka kwa viwanda hivyo katika kipindi cha wiki tatu. Tukio hilo limewatia wasiwasi wakulima hao, huku sekta ya ukulima wa kahawa ikikabiliwa na hatari ya kudidimia. Gadesha anaeleza. Wakulima wa kahawa kutoka Gatundu Kusini wameeleza wasiwasi wao. Hii ni baada ya uwizi wa kahawa wa magunia zaidi ya 80 kuibiwa kwa chini ya kipindi cha majuma matatu. Ilikuwa kwa store, ilikuwa probably about 32 bags. Na ile ingine walichukua kwa dry beds around 10 bags, totaling to about 42 bags. Na hiyo kwetu ni hasara kubwa sana, kwa sababu hii ni jasho ya wakulima ambao walikuwa wanatarajia ya kwamba hiyo kahawa ikiuzwa ndio watapata mapato, ile itakuwa inawasaidia. Tukienda hivyo after a month, after a year, kahawa inaenda. Sasa tutakuwa tunatumia hasara tu, tunakuwa tunalima hasara. Kama saa 7 usiku wezi wakatuhamia na kanisika, wakanigonga mdomo pia na hapa kwa mguu. Kisha baadaye wakanifunga kwa mkono na miguu. Ningesihi wenye wanafanya uajiri wa factories watafute zile registered security firms zenye niko na vijana wenye wametrainiwa maneno ya ulinda boma ama kulinda mali ya dhamana mingi kama hiyo ya factory. Kama vile mifugo inalindwa na ile anti-stock theft unit, nataka tutengeneze anti-stock theft unit ya kahawa, kwa sababu tunalipa ushuru na sisi tunalipa ushuru kubwa sana, na siku hizi ushuru ya wakulima wa kahawa inakatwa wakati ile pesa inaingia katika ule mtandao wa direct settlement system, yani DSS. Wakulima hao wakiomba maafisa wa polisi kuwapa ulinzi wakati wa mafuno, kuona wizi huu huongezeka wakati huu pekee. Abraham Gadesha, NTV Mashinani, kwa kaunti ya Kiambu.